wa kukumbushwa tena. Na tunakumbushwa nini? Wakati ule wote tunaingia kwenye nyumba ya Bwana, tunakutana saa ingine tumevunjika mioyo, saa ingine tumepotea njia, saa ingine tunasikia kama hatuwezi kuendelea, lakini tunapokumbushwa tena ahadi za Bwana, tunakuwa na strength ama tunapata nguvu ya kuendelea zaidi katika jina la Yesu. Kwa hivyo siku ya leo kuna kitu Mungu alikuwa ananikumbusha, ama Roho Mtakatifu alikuwa ameweka ndani ya moyo wangu, ya kwamba ni vizuri tukumbushwe tena maagizo ya Bwana na sheria zake. Haleluya! Zile ametupatia tuzifuate, kwa sababu tunapofuata hizo njia zitakuwa nuru yetu. Haya maagizo ama the commands of the Lord, amri za Bwana, hizo ndizo nuru yetu. Haleluya! Unanisikia vizuri? Haleluya! Yes. So siku ya leo Bwana alikuwa, Roho wa Bwana alikuwa ananikumbusha ya kwamba in John 14, Yohana 14 mstari wa 15 inasema ya kwamba if you love me, keep my commands. Huyu ni Yesu alikuwa anasema ya kwamba ikiwa kweli tunampenda, lazima tufuate amri, tufuate sheria zile tumepewa. Wakati ule hata tuko nyumbani, tunajua ya kwamba kuna mtu ambaye anafuata. Hata kuna wale watoto tunasikia kwamba anafuata vile unasema. Kwa hivyo saa ile anafuata, hata hahitajiki kusema anakupenda ama anakuheshimu, kwa sababu ya kufuata maagizo nyumbani. Na wengine wanafuata maagizo huko shuleni, mwalimu anajua ya kwamba wanafuata sheria. So nasi kuna zile sheria tulipewa na Mungu tufuate ili tumpendeze, na tukizifuata kweli itajulikana tunampenda Bwana. Na kuna mtumishi nilisikia akisema hizi amri kumi sasa ati zimetupiliwa mbali. Mimi nimekataa. Siku hizi kuna watu ambao wanahubiri injili ambayo imechanganyikana, na unaweza kosewa, unaweza kosa njia ukifuata ile sauti ambayo si ya ukweli. Na aliposema ati amri hizo kumi ati zilimaliziwa na Yesu aliposulubiwa, huo ni uongo. That is a lie. Hallelujah. Kwa sababu hata Yesu alisema ya kwamba yeye amekuja kufanya nini? Kusikia nguvu. Bwana asifiwe. Kwa hivyo siku ya leo alikuwa nini? Mungu alikuwa anakumbusha Wanaisraeli. Mara kwa mara anaambia Musa, enda uwakumbushe. Kwa nini? Wakati wote alikuwa anataka kuwabariki, alikuwa anataka wakumbushwe sheria zake. Na kwa hivyo siku ya leo niko hapa kuambia ya kwamba Bwana anataka tukumbushwe sheria zake. Kwa nini? Kuna baraka anataka kutupatia. Wakati ule Mungu ameshika baraka, yeye huangalia watu wote wamekaa na njia gani. Ikiwa hawajakaa vizuri, hiyo baraka haiwezi kuja. Kwa hivyo ni vizuri tuangalie njia zetu, tufuate sheria zake. Haleluya! Tukisoma Yohana wa kwanza mlango wa 3 mstari wa 24 inasema hivi, nitasoma na Kizungu alafu nitatafsiri. 1 John 3 verse 24 inasema hivi, the one who keeps God's commands lives in him and he in them, and this is how we know that he lives in us. We know it by the Spirit that he gave us. Ati yeyote yule anaweka sheria za Bwana, huyo ndiye Mungu anakaa ndani yake. Bwana asifiwe. Huyo ndiye mtu yule anapelekana na Bwana, na hii sheria yake inakuanga ni nuru ya miguu yetu. Haleluya! Na hii yote tunajua kupitia hata Roho wa Bwana. Roho wa Bwana ndiye hukusaidia kukumbuka sheria za Bwana, sio kusoma sana, hapana. Kwa sababu tunaambiwa ya kwamba katika neno la Bwana ya kwamba nazo hizi sheria sio sana sana tumeisoma hapa ndio, lakini wacha iandikike kwa mioyo yetu. Kwa nini tunaambiwa iandikike kwa mioyo yetu? Kwa sababu sio wakati wote utakuwa na Biblia. Bwana asifiwe. Sio wakati wote utakuwa na Biblia. Na kwa hivyo wakati
wakati mwingine unaweza kupata kwa njia ambayo haifai. Ikiwa hizi amri zimeandikika kwa moyo wako, utakumbuka haraka na itakuzuia kutenda dhambi ama kuondoka kwa njia ile ambayo haifai. Haleluya, Bwana asifiwe. Kwa hivyo lazima tushikane na sheria za Bwana, na hizi sheria zikae ndani, ziandikike ndani ya mioyo yetu, ili wakati wote, hata ikiwa ni usiku, hata ikiwa ni mchana, haleluya, hizi sheria tutazikumbuka katika jina la Yesu Kristo. Haleluya. So tukisoma Yeremia 31 mstari wa 33 inasema hivi, Jeremiah 31 verse 33, for this is the covenant that I will make with the house of Israel after those days, declares the Lord. I will put my law within them, and I will write it on their hearts, and I will be their God, and they shall be my people. Hallelujah. Na hiyo wakati umefika, ile Bwana anataka sheria zake ziandikike kwa mioyo yetu. Na unaona, unaweza jua kwamba sheria hazijaandikika kwa watu wengi. Ukiangalia vile mambo inaendelea, ukiangalia hata mienendo ile watu wanatembea nayo, ukiangalia hata viongozi, saa ingine yale maneno inatoka kwa vinywa vyao, unajua sheria za Bwana hazijaandikika kwa mioyo yao. Kwa sababu sheria za Bwana zikiandikika kwa moyo wako, kuna mambo hutafanya. Kuna mambo hutafanya. Bwana asifiwe. Wacha nikaribie hapa katika jina la Yesu. Haleluya. So wakati yule Mungu anatuambia ya kwamba hizi sheria ziandikike kwa mioyo yetu, ili wakati wote, hata ukiwa umeketi, hata ikiwa umesimama, haleluya, utakuwa ukikumbuka hizo sheria zake. Bwana asifiwe. Haleluya.
Biblia ikifungwa itolewe, wao bado wataendelea kuonyesha ufalme wa Bwana ndani yao. Bwana asifiwe. Na je, sisi ni watu hao? Unaweza jiuliza kama wewe ni mmoja wa hao, kwa sababu hizi sheria za Bwana tunazijua na tunazisoma, hata wengine tunasema tukiwa tumefunga macho. Hata watoto wa Sunday school wanazisema zote, lakini je, tunatimiza? Kwa sababu kama vile tunasema mara nyingi, kujua ni kitu moja, kupenda ni ingine. Haleluya, Bwana asifiwe. Kujua ni kitu moja, kupenda ni jambo lingine. Kama sasa labda kuna mtu wako nyumbani, na sitaki kuhukumu mtu akiwa nyumbani kwa sababu yako na sababu zake, lakini anajua ni siku ya ibada, hana kitu imefunga, lakini anaweza sema haleluya, leo ni Sunday, lakini yeye haendi kanisani. Kujua ni kitu moja na kupenda ni kitu kingine. Haleluya, Bwana asifiwe. Na neno la Bwana inasema hivi, tukisoma Deuteronomy chapter 4. Haleluya, wacha nirudi hapa Deuteronomy chapter 4. Tukisoma Deuteronomy chapter 4, wacha tufungue tusome pamoja. Deuteronomy, yes, Deuteronomy chapter 4 inasema hivi, now Israel, na sisi, hear the decrees and laws that I'm about to teach you. Follow them so that you may live. Hallelujah. These decrees, these commands that the Lord is reminding us today, kana mawazo maria Ngai arenda guturikania muthenya wothe ni tondu ndarenda tukue, arenda tuture. Haleluya. Hataki tukufe, anataka tuishi, na anatusihi fuateni sheria zako. Na sheria ni nzuri, inakuonyesha mipaka. Sheria ni nzuri, inakukumbusha na hapa usiruke. Haleluya. Kwa sababu sheria ni kama alarm. Si tuko na alarms. Watu wako na alarms paka kwa nyumba, wengine wako na, lakini kuna wale watu wanajua kwamba mtu akikuja aguze mlango wako, alarm italia. Mtu akikuja aruke ukuta wako, alarm italia. Sasa ile alarm tumepewa na Roho Mtakatifu ni sheria za Bwana. Ukitaka kutenda uovu, unapoenda kutenda, alarm ya sheria Bwana inakwambia hapana, sheria imesema 1 2 3, unarudi. Haleluya. Na tukikubali kuzifuata kama vile neno la Bwana limesema, we are going to live. Na inaendelea kusema, that is Deuteronomy chapter 4 tuko verse 1. Inaendelea kusema, and may go in and take possession of the land the Lord the God of your ancestors is giving you. Do not add to what I command you, and do not subtract from it, but keep the commands of the Lord your God that I give you. Leo watu wengi wametunga sheria zao. Katika kila sheria ya Bwana ama ile amri ya Bwana unakuta kuna mtu ameongezea tumadoido, mwingine ametoa. Lakini ametuambia kama vile alipatia Musa the 10 commandments, tusitoe na tusiongeze, tusifuate vile zilivyo. Haleluya. Hiyo ndio nuru yetu inaenda ikituangazia. Bwana asifiwe. Haleluya. Kwa sababu tunajua ya kwamba kuna watu siku hizi wameweka mzaha ndani ya sheria za Bwana na tumewasikia, lakini usiwe wewe, hata usiwahukumu. Wacha kama ikuwe pamoja na magugu. Haleluya. Mwenye kano atajua siku ya kutoa nini. So let us not judge one another. Wewe tenda vizuri, tenda sheria za Bwana, kaa kama vile Bwana anataka. Na ninajua siku ya leo kuna watu Mungu anangojea tu wafuate sheria zake, kwa sababu
sheria. Tunaona vile mwalimu ukifanya exam anakuja na answer sheet, anatik kulingana na vile sheet ya answer inasema. Hata sisi kuna wakati Mungu anakuja nayo, anakuja na sheria zake akiangalia, amenitemi akikuta kujakaa vile yeye angetaka kulingana na hiyo baraka hutaipata. Baradaki hii because ametupatia neema ya kutosha kupitia Kristo Yesu ya kwamba tunasamehewa. Haleluya. Si kusamehewa dhambi kunafanya tuwe na hope. Haleluya. Tukikosana na Mungu kuje kwake utubu. Na kutubu ni kutorudia. That is what I always like saying. Kutubu sio kusema tieko moreke alafu narudi hapo, hapana. Kutubu ni kutorudia. Haleluya. Hiyo ndio nasikia kwamba nimeacha. Sitafanya hivyo Mungu tena. So, and that is why today anajua kila mmoja wetu kuna sheria tumekuja, lakini kuna neema kupitia Yesu Kristo. Wale wote ambao tuko ndani ya Yesu Kristo, there is a room for forgiveness, there is a room for correction. Hallelujah. There is a room for lifting up in the mighty name of Jesus. Hallelujah. Na kwa hivyo ningetaka tusome hizo sheria moja moja, lakini kwa njia fupi. This something I want us to see, na Bwana atatubariki because the Lord, the Holy Spirit said remind us. Hallelujah. Mimi na wewe tunakumbushwa, na mimi napenda kurudia hiyo ya kwamba when God is speaking, He is speaking to every one of us. Hata yule mtu anapita kwa barabara akisikia hiyo sauti bado inamwendea. Hallelujah. So let us read Exodus chapter 20. Na inasema hivi: I am the Lord your God who brought you out of Egypt, out of the land of slavery. Si kila mtu kuna mahali unaona mahali ulitolewa. Kila mtu alikuwa kwa utumwa fulani. Na I remember pastor saying here in the morning ya kwamba kuna watu walikuwa wabaya zaidi. Hallelujah. Hata our mother pale, mama Madhenge ametuambia ya kwamba kijana wake alikuwa mbaya zaidi, lakini kuna mahali Mungu alimtoa. So akatutoa utumwani. Kwa hivyo juu ya hiyo, juu ya kuangalia what he has done and who he is, anasema ya kwamba you shall have no other gods. Bwana asifiwe. I am the Lord your God. You should have no other gods before me. It's only me. Bwana asifiwe. Watu siku hizi wako na miungu. Miungu. Hallelujah. Watu wengi wanatafuta, especially when they are going through hard times. They forget the same God who was with them wakati walikuwa na shida kama hiyo akawatoa. Anasema do not go to seek or to look for another God. I, Jehovah, am the only God. Hallelujah. Bwana asifiwe. Ni vizuri kutafakari hiyo siku ya leo. Na uambie Bwana, I remember mahali umenitoa. Let me tell you, wakati wote ukiangalia matendo ya Bwana, unasikianga ya kwamba unataka kuendelea kumtumainia. Bwana asifiwe. Lakini wakati ule watu wanasahau, ndio wanatafuta miungu, ndio wanatafuta vifagio. Haleluya. Bwana asifiwe. Ni wapi tumeambiwa kwa Biblia ya kwamba tuchukue vifagio tufaguse nini mapepo? Haleluya. Wamama, kifagio ya hiyo ni miungu. Na Mungu anasema kwamba wacheni niaminini mimi na msiwe na Mungu mwingine ila mimi. Mimi ambaye niliwatoa kwa giza nikawaleta kwa nuru, mnarudia giza kwa nini? Haleluya. Na ukijua the price of the blood of Jesus. Haleluya. Vagoreria Yesu akoreheire. Usimsulubishe tena. Penda Mungu wako in and out of season. Kwa sababu sheria moja ambayo nataka tukumbuke, that we should not have any other God. Kama hata ikiwa ni ya kuchonga, hata ikiwa ni ya dhahabu, hata ikiwa ni nini, in the image. Hallelujah.
kazi ya Mungu. Haleluya. Na inasema, inaendelea kusema ya pili, we shall not make idols or bow to them. Si watu wako na hizo kwa nyumba? Bwana asifiwe. Kuna watu wako na tu. Let me tell you, Roho Mtakatifu akikufunulia hata kwa nyumba yako, kuna vitu unaweza jua kulini image nimeweka kwa nyumba. Hii ni image nimeweka kwa nyumba. Heka mtaratara kwa mwanako wako, bana kuweka image. Kuna attraction labda uko nayo kwa nyumba, inakuwa kama kamungu. Lazima uondoe. Uamini tu Jehova Mungu aliyeumba mbingu na dunia na akakuumba mimi na wewe kwa mfano wake. Anatuambia tusiinamie ama kuabudu. Haleluya. Bwana asifiwe. Haleluya. Tusiiname ama kuabudu miungu mingine. Kwa sababu hata wakati ule Yesu alikuwa anajaribiwa na shetani. Yesu Kristo mwana wa Mungu. Mathayo 40 ilifika mahali akaambia shetani, be gone Satan, for it is written, you shall worship the Lord your God and him only shall you serve. Haleluya. Huyu ni Yesu aliambia shetani. Kwa hiyo hata sisi sasa hivi unasikia ni kama uko na kamiungu, cast out that God, cast out that idea. Na useme no, sitaenda kutafuta maji niweke kwa nyumba, sitaenda kutafuta nini na nini na nini niweke kwa nyumba, kwa sababu hiyo itakuwa mshongo. Haleluya. Itakuwa kitu umechonga, umeweka, ukiona video unapata nguvu. Bwana asifiwe. You should refuse it and trust in the name of the Lord. Bwana asifiwe. Hallelujah. We shall not misuse the name of the Lord. Bwana asifiwe. Ndipo kuna watu wanaswear. Si kuna watu wanasema, mimi sitaki kusema vile wanasema, lakini mnajua. Wanasema ndio, mimi hapa Mungu ni mshuhuda wangu, na ni uongo. Ushamsikia mtu akikwambia hivyo? Ati unadai moyo wako kwa hivyo. No, you are not supposed to use the name of the Lord in vain. Bwana asifiwe. Kwa uongo mwingi, na tumeona hiyo hata kwa wanasiasa wengi wakiswear. Haleluya. Wakitumia jina la Mungu vibaya. God is saying don't. Haleluya. Don't misuse the name of the Lord. Kwa sababu wakati wote unaitumia in vain, we will give an account. Hallelujah. We will give an account. Why did you use it? Kwa nini ulitumia jina la Bwana na mzaha? Na ndio ninataka kukumbusha, even our leaders today in this church, be serious with God. Hallelujah. Hata ukiwa hapa, ukisema jambo lolote, usiwe na mzaha. Haleluya. Ujizuie kutumia jina la Bwana na mchezo mwingi. Hiyo lazima tuiondoe katika jina la Yesu. Ingine ya tano inasema honor your father and mother. Siku hizi heshima ya mama, heshima ya baba ni kama inafanya nini? Inaisha. Hakuna ile heshima ya hapo zamani, na Mungu anaturudia tena, honor your mother and father. Kumaanisha heshimu baba, heshimu mama, ili ufanye nini? Uweze kuishi siku nyingi. Hizi ahadi za Bwana zote nikiziangalia naona anataka tukae vizuri. Haleluya. Ni vile tu anataka tukae vizuri. Na ni kutii tu, kuheshimu, ziandikike ndani ya mioyo yetu. Ati hata usiku ukiamka unakumbuka na hii sheria inasema hivi. Ukiwa sokoni na hii sheria inasema hivi. Juu sokoni watu ndio wanakuanga na mzaha sana, si ndio? Watu wanakuanga na mzaha hata kwa biashara. Haleluya. You shall not murder. Nilikuwa nimeongea juu ya hiyo. Usiue. Saa ile unafanya mambo ya kukatisha hatima ya mtu, hiyo ni kuua. Saa ile unaruka mtu ambaye mlikuwa na deal na yeye hata ya kibiashara, umemuua. Bwana asifiwe.
watu wameua. Haleluya. Sasa ile hutakii yule mtu mwingine jambo nzuri, unaua. Kuna mtu najua, labda huyo mtu anaweza kuwa hapa. Ukipata opportunity usibuki kujua hii kazi nimeitiwa. Kuna ndugu anatafuta kazi na anaweza qualify. Kuna mtu hawezi hata sumbuka aseme woi Consolata, kuna kazi kuja. Hao ni watu wa kuua. Hataki hata ujue, hataki ukufaidi. Do not. Haleluya. Usiue, hiyo ni kuua. Sio lazima uchukue panga unore vizuri atukimbize mtu. Hapana. Kuna watu wanaua na Mungu hafurahi. Mungu anataka upendo. Haleluya. Loving one another, tupendane, tushirikiane. Haleluya. Tuwe na huruma moja na mwingine. Tusiue. Ukipata kibarua huwezi fanya, itie huyo mtu mwingine asilale njaa. Akilala njaa na ulikuwa na kibarua na hukumwambia umeua. Haleluya. You shall not steal. Usiibe. Hiyo sitaipokea sana, lakini najua watu wameiba na njia mbalimbali, si ndio? Siku hizi kuna mtu anaweza kuja kupatia hadithi, kaitie kwa mkono, kaitie kwa mfuko wako na katoe pesa. Hiyo ni kuiba. Bwana asifiwe. Kuna watu wanakujanga, mtu atakayesalia, unajua sasa kumeenda hivi na hivi, sina chochote. Haleluya. Tushaona hiyo. Bwana asifiwe. Haleluya. Pastor Frank, unakumbuka tuliona hiyo, lakini tukakuwa na hekima. Haleluya. Bwana asifiwe. Unakuwa mtu, unajua kuna kitu na ni uongo, sio ya ukweli, ili uingie kwa mfuko utoe kitu. Hiyo ni kuiba. Let us be genuine. Ako ndo linapenda tika kuigerera dena. Ikiwa kitu si urgent, wacha kudanganya. Kuna kijana tulikuwa tunapewa hadithi na nyanya yetu na nyanya wako ameshakupea ya kwamba kuna kijana alikuwa anatoka nje akiwa na huko kwa shamba, anasema gari chui watu wanatoka kuja kumsaidia, anacheka anasema hapana, hakuna chui. Siku nyingine anasema chui watu wanatoka wakuje wamsaidie, anacheka anasema hakuna chui. Siku moja chui alikuja, nao watu walikuwa wamechoka. Akasema chui ikamraza chui. Aliponyamaza wakakimbia, amekuliwa. Nawe kotea wakati you know very well there is a need, utasaidika, lakini don't steal from people's pockets. Hallelujah. Bwana asifiwe. We shall not give false testimony. Usipeane ushuhuda wa uongo. Hiyo tumeona watu wengi wako jela. Ushuhuda wa uongo ulipeanwa, sasa wako huko kwa baridi, ako huko anateseka, na mwenye kufanya hivyo hata hajihukumu, ako sawa. But the Lord said, don't give false testimony. Kitu ikichukuliwa hapa, usiseme niliona fulani, atujue na mdharau. Hapana. Bwana asifiwe. Don't give false testimony. Na hii mambo yote Mungu anasema don't. We shall not. Haleluya. Uko na punishment yake. Bwana asifiwe. Amen. Usitoe ushuhuda wa uongo. Na watu wengi, hata ninyi watoto wadogo, usitoe ushuhuda wa uongo shuleni. Nani alikuwa anapiga makelele? Na ni uongo. Anachapwa hata usikii kitu. Mungu amesema don't. Haleluya. You shall not covet. Covet ni kaa kudesire your neighbor's house, wife ama servant. Haleluya. Wamama, si kuna mtu anaweza ona msichana kwa mtu anafanya kazi vizuri, anafanya plan ya kutoa huyo servant huko akuje kwake kufanya kazi. God says do not covet your neighbor's servant. Haleluya. Na ikiwa umeshawahi fanya hivyo, mwambie Bwana,
Nisamehe, na kusamehewa ni kurudisha. Haleluya. You shall not desire somebody's wife. Bwana asifiwe. Don't desire mke wa mtu, mume wa mtu, wachana na wao. Haleluya. Bwana asifiwe. Wachana na wao, wapendane vile wanapendana. Na ndio maana umesikia pastor akiomba hapa amesema kwamba what God has joined together. Haleluya. Inatakikana wale Bwana ameshikanisha, wewe uwe ni wa kuwaleta pamoja zaidi, sio wa kutenganisha, sio wa kudesire wa break kuchukue mtu. That is what hiyo inasema. Don't covet or desire your neighbor's house. Usitamani. Hiyo tamaa ndio inafanya uovu uingie ufanye kitu. Bwana asifiwe. Hizo ni sheria za Bwana. Tumekuwa kweli tukifuata. Sikila mtu tumejiangalia unajua na hapa sifuatiangi. Na ndio maana Mungu alikuwa anataka tukumbuke katika jina la Yesu. Haleluya. Amen. Na tukifanya haya, we are going to live a good life. We are going to receive the land ama the blessings which he has already promised. Tukifanya haya tutaona unabii ule Bwana ameongea juu ya maisha yetu, yale mambo mazuri itatendeka. Tutaona ikitendeka mwaka huu. Juu mwaka huu ni kwa hayo mambo itendeke. Bwana asifiwe. Na mimi nitaweka bidii na wewe weke bidii kutii amri zake Mungu katika jina la Yesu Kristo. Tunaweza kuomba. Haleluya. Thank you Jesus. Angalia ndani ya moyo wako na uambie Bwana, nisamehe Mungu, na kutoka siku ya leo hizi sheria zako ziandikike ndani yangu, ndani ya moyo wangu, hata ndani ya mawazo yangu katika jina la Yesu. Na niwe kama barua ambayo Bwana inaonyesha ama watu wengine wanasoma wanaona kweli nimesimama kama Mkristo, nimesimama kama mwana wa Mungu ambaye anaamini. Ora kasheketa Ramadhani katika jina la Yesu. Siku ya leo mahali ulikuwa unajua unainamia sanamu, let it come to an end today Jesus name. Mahali unajua ulikuwa na Mungu mwingine, siku ya leo I pray that you stand firm, obeying and even worshiping the living God alone in the mighty name of Jesus. Mahali ulikuwa unaheshimu wazazi wako, siku ya leo ambia Bwana nisaidie kuwaheshimu ili niwe na maisha marefu katika jina la Yesu. Mahali mtu alikuwa ameiba, rudisha kile uliiba. Ora kasheketa Ramadhani, na usitamani tena kitu cha mwingine katika jina la Yesu. Rekeza kataraba. Mahali ulitoa ushuhuda wa uongo, may the Lord help you. Go and correct the error. Go and correct in the mighty name of Jesus, and you will be blessed. You will live a good life. Hallelujah. In the mighty name of Jesus. Wengi wetu tuko na ahadi nyingi kutoka kwa Bwana, lakini saa ile anakuja kutenda, anakuta tumeondoka. Tumeondoka, tuko mbali. Anatuita, anatutafuta, hatupati, kwa sababu kweli juu ya ndani yetu mtu akijua, na hapa nimekosea, na hapa nimekosea, tunajificha. Saa ile tu anataka kuja aketi na sisi, awe na fellowship with our families, awe na fellowship hata kazini mwetu. Anakuta tumeondoka, hatuko kwa sheria zake, hatuko kwa yale maagizo ametupatia. Lakini siku ya leo, let us come back to the Lord. Tumpende yeye zaidi. Yale maushuhuda yote imetolewa hapa ni kwa sababu ya mkono wa Mungu. Watu ambao wameamua, wamesema ya kwamba I will trust in the name of the Lord. I will bow to the living God alone. Hallelujah. Na Mungu anajua kwamba atatubariki mwaka huu. And for the sake of the vision in this church this year about the fulfillment of all prophecies, may the Lord help us to align our lives. Tuige mipolele upeko lingana na wetu wake, ili akikuta mchana usiku masaa yote
Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. I want us to stand so that we can pray together in Jesus' mighty name. Hallelujah, Jesus. Thank you, Father. Thank you, Lord. Hallelujah. Na ikiwa uko hapa, maybe you don't honor your mother, you don't honor your father. Tumerudia hii mara mingi. Go and show honor to them. Go and make your ways right with them, because there is a blessing. Kuna watu wengi sana wamepoteza maisha yao. Wengine ni watu wachanga kwa sababu ya kutotii wazazi. Na ikiwa uko hapa na unajua kwamba you have a quarrel, kuna kitu ambayo umefanya ambayo imefanya labda walie, labda mioyo yao iname, go to them, tell them you are sorry in the name of Jesus. Hata wale nasikusema ati ni watoto, like watoto wadogo. I'm saying every one of us, you have a mother, you have a father. Go. Kuna watu labda hata umekaa sana bila kwenda nyumbani, na mzazi ako na kilio ndani ya moyo wake, hakuambii, lakini ana wish, I wish I can see my son coming through that gate. Naweza furahia. And let me tell you, wakati ule mzazi anaenda tu akuone, kuna maisha yako itabadilika. Kuna baraka itashikana na watoto wako. In the name of Jesus. Hallelujah. Go home. If it's something you did, go say I'm sorry. Ili hii sheria ya Bwana ya uwe na maisha marefu. Unajua kuwa na maisha marefu, kitu chochote unaanza kinafanikiwa. Watoto wako wakienda shule wanafanikiwa. Mke wako ama mume wako wakienda kazini anarudi na mapato. Kwa nini? Kuna mzazi amefurahia. Kuna mzazi ameheshimika mahali. In the mighty name of Jesus. Makatariba shanda rabogosai. Rekemayanda ramozi kantarabo shanda raba. Rakayanta ramazina. Usikoje mzazi aseme umwakari. Usikoje mzazi aulize utakuja lini. You just go and you will be blessed. I strongly feel in my spirit. Kuna watu rakoza katarabo. Rikate rekemayanda ramazina. Rakatariko yanta ramazai. In the mighty name of Jesus. Go home. Go home. Hallelujah. Riko shakataraba. Na usiulize utaenda aje. Enda tu vile ulivyo. Makatariba shanda. Labda kuna wazazi wanasema watoto sijawahi waona, nasikia wanaishi sijui wapi. Take those children home in the mighty name of Jesus, and it's going to be a blessing. Kuna magonjwa itaisha, kuna laana zitavunjika in the mighty name of Jesus. Kuna maisha itainuliwa. Rekeza katarabo beanda makatariba shanda in the name of Jesus Christ. Kuna maisha itabadilika. Maybe you have been fasting and praying, but what you need is just to go and see your parents. In the name of help them. Wasaidie mahali unaweza, wasaidie in the mighty name of Jesus. Makatariba bayanda reke makantariba bashanda in the mighty name of Jesus. Heavenly Father, Mungu wetu katika jina la Yesu Kristo, asante siku ya leo Bwana, umetukumbusha amri zako na unatuambia Bwana ziandikike ndani ya mioyo yetu. Reke shakataraba rikaturibazina reke mayantaraba. Tusaidie Bwana siku ya leo kama kanisa lako Mungu, tuweze kusimama, tuwe kama barua inaweza somwa na watu wa ulimwengu, na wakisoma watamani kuitanishwa na wewe kama Bwana na Mwokozi wa maisha yao. We praise your name and we honor in the mighty name of Jesus. I want to request Pastor to pray for us in the mighty name of Jesus. Let's appreciate the Lord.
Haleluya. Tufunge macho mbele za Bwana kwa jina la Yesu. Nataka dakika moja mwambie Bwana mahitaji yako. Uinamisha tu uso mbele za Bwana. Mwambie Bwana mahitaji yako. Uko katika nyumba yake na yeye anasema ya kwamba tusikose kumjulisha mahitaji yetu. Mwambie Mungu ungependa akufanyie nini? Unataka Mungu akutendee. Bartimayo hakunyamaza, alimwambia Yesu, nataka nione. Mwambie Bwana, je, unahitaji usamehewe dhambi? Unahitaji Bwana akukumbuke? Unahitaji Bwana kutimizie jambo fulani? Unahitaji Bwana bariki watoto wako? Unahitaji Mungu abariki familia yako? Mwambie Bwana kwa jina la Yesu. Tuko katika uwepo wake Bwana, tuko katika nyumba hii ambayo imeitanishwa na jina lake Bwana. Tumeinamisha nyuso zetu Bwana mbele zako, tunakujulisha mahitaji yetu. Wengine Bwana tuna mahitaji ya kifedha, wengine tunahitaji kupona Baba, wengine Baba tunahitaji tukumbuke, wengine tuko kwenye mavumbi Baba, tunahitaji tuinue Bwana kwa jina la Yesu. Mungu kasikiza mahitaji yetu Baba. Wengine tuna madeni tunahitaji tulipiwe, wengine Bwana watu wamekataa na mali zetu, twasema Baba ukatuitishie kwa jina la Yesu. Wengine tuna makesi kotini Baba, tunatangaza ya kwamba tutashindwa Baba, tutashinda. Utupe ushindi wa makesi kotini Baba kwa jina la Yesu. Hali yoyote ambayo Bwana tuko ndani yake tukujulisha Bwana, twakujulisha Bwana. Wewe ni mwaminifu na ni wa haki Baba. Unasema sisi watoto wetu wakituomba mikate hatuwapatii mawe Bwana. Je, wewe utatupaje Bwana vitu vizuri Baba tunapokuomba Baba? Jehova utukuzwe maishani mwetu. Hebu chukua dakika kidogo, ombea watoto wako na majina yao, wataje na majina yao. Kama una mtoto ombea baba yako au mama yako na majina yake. Kama uko hapa na una watoto wataje na majina yao, wataje wote mbele za Bwana. Wacha shetani asikie ukiwataja. Paulo Biblia inasema alikuwa anataja wapendwa mbele za Bwana, wataje na majina yao kwa jina la Yesu. Taja majina yao mbele za Bwana. Omba wabarikishe kwa Bwana. Omba baraka za Bwana juu yao, juu ya wazazi wako kama una watoto, na kama uko na watoto wataje na majina yao. Omba ulinzi wa Mungu. Omba ya kwamba hawatakufa mapema, kifo hakitawapata, laana hazitawapata, magonjwa hayatawapata kwa jina la Yesu. Baba, tunaombea watoto wetu, tuwataja mbele zako Baba. Mungu Baba, unawajua Baba, in the name of Jesus, Son of the living God. Nataja John, nataja Israel, nataja Respect Bwana, nataja Glory kwa jina la Yesu Kristo. Nataja watoto wote Baba walio katika nyumba hii. Mungu wa Israeli, shetani atawapiga, shetani atawashambulia. Nguvu za shetani zimeshindwa Baba juu yao. Walinde Baba. Wengine Bwana wako mashuleni Baba, wengine wako mataifa ya mbali Bwana, walinde Baba, walinde watembeapo na warudipo Baba. Walio mataifa ya nje Baba hawatarudi wakiwa sanduku, hawatarudi wakiwa kwa jeneza, hawatarudi wakiwa maiti Baba, hawatarudi wakiwa wamekufa. Macho yako Baba ya walinde mahali waliko Baba. Bwana, walio shuleni hatutaitiwa ripoti mbaya ya kwamba wamegonjeka. Mungu ukawalinde, Mungu ukawatetee, ukawapatie hekima ya kusoma Baba. Tunaombea wiki hii wanaporudi mikta, Mungu ukawalinde Baba, walinde njiani, walinde wajapo Baba, walinde watembeapo Baba, kwa utukufu wa jina lako Bwana wa mabwana. Damu ya Yesu Baba ikawe juu yao, ukawatetee Baba, ukawatetee Baba, ukawatetee Baba kwa jina la Yesu. Weka mkono wako kwenye kichwa chako, kitabirie ombi ambalo huwa tunaomba kila Jumapili. Omba ya kwamba utakufa. Kataa kufa, kataa kufa na malaria, kataa kufa na kansa, kataa kufa na high blood pressure, kataa kufa na arthritis, kataa kufa na pneumonia. Nataka utaje majina ya magonjwa yote, useme ya kwamba sio sehemu yako. Kataa magonjwa yote, tangaza ya kwamba sitakufa Baba, sitakufa na risasi, sitaanguka na ndege, sitaanguka na gari,
sitaumwa na mnyama, sitagongwa na stima, sitapegwa na maji, sitadungwa na kisu, sitachomeka moto, sitapigwa na ngurumo ya radi, sitanyongwa na chakula Baba. Oh my God, vifo vya aina yote, hata sitagongwa na bodaboda, sitarogwa Baba, ninakataa hata kurogwa, sitarogwa Baba. Magonjwa yote, laana zote, ajali zote nazikataa kwa jina la Yesu. Kama kuna kaburi ilikuwa imeandaliwa ya kuzikwa kwetu Baba, tunakataa, sitarogwa kwenye kaburi. Kama kuna jeneza ilikuwa imeandaliwa kwa ajili yangu na iangamiza, sitarogwa kwa ile jeneza. Kama ukaomba dakika moja tukimalizia, kataa kifo, kifo cha mapema. Ndugu zangu hawatakufa, wazazi wangu hawatakufa, mke wangu hawatakufa, mume wangu hawatakufa, my father, my God, watoto hawatakufa, hawataitwa mayatima, sitaitwa mjane. I will not be called a widow, I will not be called a widower, in Jesus wonderful name. Baba, tunakataa maombolezi mwaka huu, tunakataa kuomboleza mwaka huu, tunakataa huzuni ya kila aina mwaka huu kwa jina la Yesu. Tunakataa mazishi yote Baba, tunakataa mazishi Baba, hakuna mazishi Baba, hakuna mazishi Baba. Tunainua kwa wajane walio hapa, wainue wapiganie Baba. Tunawaombea mayatima Baba, wainue wapiganie Baba. Mkono wako Baba ukawe juu yangu, ukanibariki niendapo na nirudipo Baba. Baba, sitalazwa hospitali, mimi sitalazwa hospitali Baba, sitafungwa jela Baba, ukanitetee Baba. My Father, ukabariki mkate wetu na maji yetu Baba, ukabariki chakula chetu, ukatuondolee magonjwa yote Baba. Asante Yesu, asante Baba, asante Baba. Baba, bariki kazi ya mikono yetu, tubariki Baba. Tunakataa kufilisika, usikubali tuchekelewe na watu wa dunia, usikubali dunia iulize yuko wapi Mungu wao, usikubali Baba tukadhihakiwe na watu wa dunia. Tunawaambia Mungu anaweza, na ikawe hivyo Baba. Tunaiambia dunia ya kwamba unaweza tupatia vitu vyote na ukatupatie Bwana. Hatutaenda kwa waganga, hatutaenda kwa washirikina, hatutatafuta msaada kwa wachawi. Wewe ni msaada ulio karibu Baba. Damu ya Yesu ikatutoshe Baba, utukuzwe Baba, uinuliwe milele na milele. Asante Yesu. Father, we receive all the praise and all the glory, my Father. Thank you, Jesus. We honor you, Lord. We thank you, Father. Tunabarikisha baba wetu wa kiroho Baba, Askofu Jeni Kibarabara. Tumwombea neema na baraka za Bwana. Tunaombea mama wetu Baba, tunaombea mawazo mema, tunaombea Bwana afya njema, tunaombea Mungu wasimamisha Baba, shetani hawezi akawaona, hawezi akaona watoto wao. Tunaombea Dr. Joel, tunaombea Dr. Rhoda, tunaombea Pastor Simeon, tunaombea Pastor Amazing Grace na watoto wao kwa jina la Yesu. Damu ya Yesu ikawatosha Baba, wapiganie Mungu wa neema, waficha Baba mahali adui hawezi akawapata Baba. Asante Yesu, tusaidie Baba kutembea katika sheria zako na kutembea katika njia zako. Asante Yesu, asante Baba. Tuinue mikono yetu tumshangilie Yesu, tumwambie Bwana asante Baba, asante Baba, asante Baba. Tunaombea mwezi wa 3, tunaombea mwezi wa 4, tunaombea mwezi wa 5, tunaombea mwezi wa 6, tunaombea Julai, tunaombea mwezi wa 8, tunaombea mwezi wa 9 Baba, tunaombea mwezi wa 10, mwezi wa 11 na Disemba. My Father, Baba wetu ukatubebe Baba. Kama kuna mitego imewekwa ukatutegulie Baba. Kama kuna mashimo yamechimbwa Baba ukayazibe. Kama kuna mioto inawashwa, hiyo mioto yote Baba ikazibwe kwa jina la Yesu. Ukanibeba Baba, ukanibeba Baba, nibebe Baba. Uwe nasi Baba hata na jioni ya leo Baba. Wema wako Baba ukawe ndani yetu. Tunapoendelea kutafakari utukufu wako Baba, tuongoze Baba. Tumebarikiwa tuendapo na tumebarikiwa turudipo Baba. Damu ya Yesu inatutosha. Kama kuna mgonjwa alikuwa katika nyumba ya Bwana, weka mkono wako mahali wewe ni mgonjwa. Amini Bwana. Bwana ako na uwezo wa kukuza mahali uliko, right where you are. The Lord is able to touch you.
The Lord is able to touch you. Kama ni kichwa, weka mkono wako kwenye kichwa chako. Kama ni tumbo, weka mahali popote, mahali ambapo panauma. Baba, tunatangaza uponyaji wako Baba. Oh my God, the angels of God are at work. The Spirit of God is at work. Lord, I pray, my Father, wacha huyo baba aliyekuwa mgonjwa Baba akapone Baba. Yule aliyekuwa na maumivu ya kichwa, ya mafua, ya kifua Baba, ya mgongo, ya mifupa yake Baba, tunatangaza wacha akapokee afya katika jina la Yesu. Utukuzwe Baba. Tunaombea wote waliokuwa safari leo. Wengine Bwana, tunaomba Bwana, watumishi wako wakitoka Kakamega, tunawaombea baraka za Bwana, hawatapata ajali yoyote njiani. Wengine wakitoka Ukambani Baba, hawatapata ajali yoyote njiani. Tunaombea wote waliokuwa kazini leo, damu ya Yesu ikawatoshe Baba. Mungu ukawatetee na kuwasimamisha hata kule kwenye kazi zao katika jina la Yesu. Utukuzwe na uinuliwe Bwana, uinuliwe Bwana milele na milele. Wewe ni Mungu, neema yako Baba yatutosha. Kwa jina la Yesu Kristo Mwokozi tunaomba na kushukuru. Tupe Bwana makofi.